Shukrani inabadilisha mazingira ya kiroho. Sasa kwa nini nasema mazingira ya kiroho kwanza? Kwa sababu kila kitu kinaanzia rohoni. Kwa rohoni kukibadilika, mwilini kunabadilika. Kutoa shukrani wakati wa shida kunabadilisha mazingira yako ya rohoni, ambapo inapelekea kubadilishwa kwa mazingira yako ya mwilini. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 hadi 26. Paulo na Sila walifungwa gerezani, wako katika hali mbaya, mazingira yao ni mabaya, milango imefungwa, wamefungwa na minyororo, wamefungwa na mikatale, lakini shukrani zilizotoa mbele za Mungu zilibadilisha mazingira ndani yao, ambayo kapelekea kubadilishwa mazingira nje yao. Unajua Matendo ya Mitume sura ya 12 utakutana na habari ya Petro. Petro ndiye alikamatwa akafungwa gerezani kama kina Paulo, ila yeye hakumsifu Mungu, hakumshukuru Mungu wala hakumwabudu Mungu. Kwa hiyo moyoni mwake kulinyong'onyea, akapoteza ujasiri na akalala, anasubiria kuchinjwa. Wakati anasubiria kuchinjwa, kanisa likaomba kwa juhudi. Kwa kanisa lisingeomba angechinjwa. Unajuaje? Hii Matendo ya Mitume sura 12, kabla Petro hajakamatwa, alikamatwa kwanza Yakobo. Alipokamatwa Yakobo, kanisa likaomba, na yeye kumshukuru Mungu wala hakumtukuza Mungu, akakatwa kichwa. Biblia inasema hivi, Herode alipoona imewapendeza Wayahudi akamkamata na Petro pia, ataka kumkata kichwa. Pona yake ilikuwa karibu na sikukuu, ambapo haruhusiwi kufanya hicho kitu, akawekwa gerezani ili asubirie siku ya kuchinjwa. Ila kanisa likaomba kwa juhudi. Kwa hiyo pona ya Petro ni matokeo ya kanisa kuomba kwa juhudi na kwa bidii. Ila kama kanisa lisingeomba, angekatwa kichwa kama Yakobo alivyokatwa kichwa. Paulo na Sila hawakusubiria kanisa liombe, kwa sababu uko gerezani hauna uhakika kanisa litaniombea au litaniombea. Wakasema, ndugu yangu, wakatiana moyo, tusipoomba wenyewe hapa tutafia ndani. Cha msingi ni nini? Tupige mapambio. Wakapiga mapambio mpaka ndani yao mazingira yao ya kiroho yakabadilika, wakapata nguvu. Ikapelekea kubadilishwa kwa mazingira ya mwilini mwao. Milango ya gereza ikafunguka, vifungo vikaachia. Eneo lolote lile ambalo unatamani mabadiliko kwenye maisha yako, lipeleke mbele za Mungu kwa shukrani. Kuna nguvu ya Mungu itashuka na kubadilisha hali ya kiroho ya jambo hilo, na hali ya kiroho hilo jambo ikibadilika, ndipo mwilini pia kunabadilika. Sababu tuna Biblia inatuambia kwa imani tunafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyoonekana ambavyo ni vya rohoni. Kwa mazingira ya rohoni yakibadilika, na ya mwilini pia yanabadilika. Na kuanzia sasa hali yako ya kiroho itabadilika kwa jina la Yesu. Amen. Kwenye eneo lolote ambalo unatamani kuona mabadiliko mwilini, mabadiliko rohoni yanafanyika kwa jina la Yesu. Amen. Na mwilini itatokea katika jina la Yesu. Amen. Shukrani inamchanganya adui. Unajua ukimshukuru Mungu, adui anachanganyikiwa. Ngoja nipe mfano huku mwilini. Huku mwilini mtu akiana kutakia mabaya, afu anafanya vitu ili uumie, afu anaona huumii. Anafanya vitu ili ukasirike, anaona ukasiriki. Anafanya vitu ili unune, anaona unune. Unacheka tu, maisha yanaendelea. Kazi ya shetani, anatamani aone tuna majonzi, tuna masononeko, tuna masikitiko, tuna maumivu moyoni na mwilini, tunakuwa wanyonge, tunakuwa ndio furaha yake, ndio furaha yake, kwa sababu anajua neno Mungu anasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Kwa atatafuta kuondoa ile furaha, kwa ili umchanganye, mshukuru Mungu. Sababu unapomshukuru Mungu kuna namna furaha inakuwa generated ndani yako, inatengenezeka ndani yako. Unapomshukuru Mungu kuna furaha inatengenezeka ndani yako. Ile furaha inatengenezeka ndani yako inageuka inakuwa ni nguvu ya Mungu ya kumshinda adui kwenye kila eneo la maisha yako. Kwa hiyo anavurugika sana, anachanganyikiwa. Kuona unakuwa na moyo wa shukrani, kwa sababu shukrani inavunja minyororo ya hofu, inavunja kukata tamaa, inavunja vifungo vya rohoni. Unapomshukuru Mungu, kukata tamaa kunaondoka. Ikifika mahali unataka kukata tamaa, anza kumshukuru Mungu. Wewe mshukuru Mungu tutoka ndani ya moyo wako. Kuna namna ile hali ya kukata tamaa inaondoka. Kuna namna unapata tumaini jipya, na hilo tumaini linakuwa likatishwa kwa jina la Yesu. Shukrani pia inaalika uwepo wa Mungu kwa mtu. Shukrani inaletwa kuzidishwa